Ukiwa umehifadhi mbegu nyumbani na ukatarajia kuzipanda zote, ukila mbegu huwezi kupata mavuno. Mwanamke ni mbegu iliyobeba hatima ya taifa letu. Mwanamke ni tunu iliyobeba hatima ya taifa letu. Mwanamke ni chachu iliyobeba hatima ya taifa letu. Mwanamke ni dira inayoonyesha taifa letu liende wapi. Mwanamke ni faraja ndani ya familia. Mwanamke ni msuluhishi. Mwanamke amebeba mioyo ya huruma. Mwanamke ni mjenzi mpya wa taifa letu. Mwanamke ni mwibuzi wa ushujaa. Mwanamke ni mtu mbunifu ndani ya taifa ambaye akipewa nafasi taifa litashamiri sana. Naitwa Lini Mihama, ni afisa tawala mwandamizi katika Shirika la Nyumba la Taifa. Shirika la Nyumba la Taifa linatambua mchango wa wanawake na ndio maana limetupa kipaumbele kufika katika maadhimisho haya ya siku ya mwanamke duniani. Shirika linatambua mwanamke ndio msingi wa nyumba, na hata ukiangalia pia kauli mbiu ya shirika linatambua pia msingi wa nyumba kama mwanamke. Na ukizingatia rais tuliye naye ni mwanamke, kwa tunapata nguvu kwamba wanawake tunaweza. Wanawake ni jeshi kubwa, na sisi tunaungana na wanawake wote duniani kuadhimisha siku hii muhimu na adhimu kwa wanawake. Shirika la Nyumba tunalijenga taifa. Sisi kama Shirika la Nyumba la Taifa tunajivunia kwamba shirika letu, kwa maana kiongozi wetu kuanzia mkurugenzi mkuu mpaka board of directors, wameweza kuwapa kipaumbele wanawake. Kwamba unakuta kuna baadhi ya kurugenzi wanaziendesha wanawake, lakini apart from mkurugenzi kuna miradi mikubwa ya shirika ambayo wanawake wako kama ni project manager wa miradi na supervise. Ukiachilia mbali upande wa shirika, ukiongelea kwa taifa kwa ujumla, siku ya wanawake duniani kwa mwaka huu imekuwa ni ya kipekee sana, kwa sababu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano ameipa kipaumbele sana. Ukiangalia yeye ndio mgeni rasmi kule kitaifa Arusha, lakini pia ukiangalia Mheshimiwa Rais ameweza kuchagua wanawake katika nyadhifa mbalimbali za kitaifa. Kuna mawaziri, kuna wakuu wa taasisi, lakini pia Mheshimiwa Rais ameenda mbali zaidi, ameweza kuwasaidia wanawake katika kuwapa mikopo ya 10% ambayo kwa kiasi kikubwa inawainua wanawake wa Tanzania, wanaweza kumudu familia zao, wanaweza kufanya biashara zao, kulipia ada watoto shule na kadhalika. Lakini pia wanawake wakipewa vitu vingi na Mheshimiwa Rais kupitia mataasisi yake. Ameweza kuwapa vitendea kazi kama gesi kwa mama wabantilie. Ni vitu vingi sana Mheshimiwa Rais amefanya, na sisi kama wanawake wa Tanzania, wanawake wa Shirika la Nyumba, tunajivunia kuwa na rais mwanamke ambaye kwa kiasi kikubwa ameweza kuinua wanawake wa Tanzania.